Tuangalie taarifa zingine ambapo Rais William Ruto amekashifu mashambulizi dhidi ya mataifa ya Ghuba, akisema hatua hiyo ni tishio kwa usalama wa kimataifa. Kwenye taarifa, Rais Ruto amesema kuwa mashambulizi dhidi ya mataifa hayo yanayojumuisha himaya ya milki za Kiarabu, Saudi Arabia na hata Qatar yanatia wasiwasi na kutaka mazungumzo ya kusitisha uhasama. Haya kijiri huku balozi wa Iran hapa nchini akitetea majibu ya taifa lake baada ya kushambuliwa na Israel na Marekani, kama anavyotuarifu Seth Olale. Hii ikiwa ni mara yake ya kwanza kuzungumzia mashambulizi katika mataifa ya Ghuba kufuatia shambulizi la Marekani na Israeli nchini Iran, Rais William Ruto amekashifu mashambulizi dhidi ya himaya ya milki za Kiarabu, Qatar, Saudi Arabia, Iraq, Oman, Kuwait, Jordan na Bahrain. Kupitia taarifa, Rais Ruto amesema mashambulizi hayo dhidi ya UAE, Qatar, Saudi Arabia, Iraq, Oman, Kuwait, Jordan na Bahrain ni tishio kwa usalama wa kimataifa. Hata hivyo, balozi wa Iran nchini Ali Ghulampo kwenye taarifa yake kwa wanahabari amesema kwamba mashambulizi dhidi ya vituo vya kijeshi kwenye mataifa ya Mashariki ya Kati yanalenga kujikinga na uvamizi zaidi wa Marekani na Israeli uliosababisha kifo cha kiongozi wa kidini wa taifa hilo, Ayatollah Ali Khamenei. My country asserts its inherent and legitimate right to self-defense. Ubalozi wa Irani nchini ukisisitiza kwamba Kenya inasalia salama licha ya kuwepo kwa vituo vya kijeshi vya Marekani nchini. The range of missiles to maximum 2,000 kilometers, only for defensive purposes. And no, we absolutely, I don't think that we will, because the great people and the government of Kenya, we have had long historical friendly amicable relations, and we do our best to preserve that relation. Wakenya waliojipata kwenye machafuko hayo nchini Iran wakihakikishiwa usalama. For those Kenyans who has remained in Iran, they can easily contact their embassy, and the Kenyan embassy will help them to, if they wish to get out of the country, they will provide all the facilities. So there is no worry on that. How many are they? I don't have any specific figure. It's not that much. It's very few. Huku makabiliano yakiendelea, bei ya mafuta na gesi inatarajiwa kupanda mwezi Aprili. Kufikia sasa, jumla ya raia 555 wa Iran wameripotiwa kufariki, huku Marekani na Israeli wakiendeleza mashambulizi dhidi ya Iran. Wakati huo, watu 31 wameripotiwa kufariki mjini Beirut kutokana na shambulizi la makombora kutoka Israeli baada ya kundi la Hezbollah kuivamia Israel. Mashambulizi vilevile yameripotiwa nchini Qatar, UAE na Kuwait ambapo ndege za kivita zilianguka. Uamuzi na msimamo uliochukuliwa na mataifa mbalimbali unajiri huku Umoja wa Mataifa ukitaka makabiliano yasitishwe ili kukomesha vifo na vilevile uharibifu wa mali. Seth Olale, runinga ya Citizen katika kaunti ya Nairobi.